Nimechagua neno lituongoze katika ibada hii ya ufunguzi kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 17. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na mwinjilisti Yohana sura ya 17 mstari ule wa 17. Maandiko matakatifu yanena hivi: uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya upendo wako mwingi maishani mwetu. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili asubuhi ya leo chini ya hema hii. Tuko mbele zako Bwana wa rehema, tukitamani wewe ukaseme nasi, ukatufundishe na kutuelekeza tupasavyo kuishi katika maisha haya, katika maandalizi ya kuja kwako. Sema nasi kupitia neno lako wiki nzima, napoenda kutufundisha na kutuelekeza itupasavyo kutenda na kuenenda katika maisha yetu. Napoanza tafakari neno hili, uanze pamoja nasi. Ndiye Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tukae. Nimechagua neno hili fupi lituongoze tunapoanza kongamano la kithiolojia la mwaka huu, yaani symposium, kutoka sala ya Bwana wetu Yesu Kristo kama inavyopatikana katika mlango huu wa 17. Bwana Yesu aliomba sala muhimu sana kwa kanisa na wafuasi wake wote watakaomfuata au watakaolitaja jina la Bwana kwa nyakati zote za uwepo wa kanisa duniani. Anasema wote watakaswe kwa ile kweli, na neno lako ndio kweli. Kweli ya neno la Mungu, kweli ya neno la Mungu waweka watu huru na kuwa huru kweli kweli. Soma katika Zaburi ya 119 mstari wa 45, nasema nami nitatembea katika uhuru, kwa maana nimezitafuta amri zako. Kweli ya neno la Mungu. Kutafuta amri zake manake ameyaishi mapenzi ya Mungu, amezitii amri za Mungu, amekuwa mwelekevu katika maisha yake. Lakini Yakobo katika sura ile ya kwanza mstari wa 25 anatukumbusha, anasema lakini yeye anayechunguza sheria iliyo kamili, ile ya uhuru, huyo atakuwa mwenye heri katika kutenda kwake. Yule anayechunguza sheria iliyo kamili, ile ya uhuru. Sheria iliyo kamili ni neno la Mungu. Kushikamana na neno la Mungu huleta uhuru wa kweli maishani mwetu, utufanya kuwa huru kweli kweli, maana maisha yetu na kila kitu chetu huongozwa na neno lake. Tumekusanyika hapa juma hili ili tujifunze neno la Mungu ambalo ni msaada wa maisha yetu, msaada wa maisha yetu kiroho, msaada wa maisha yetu kimwili, msaada wa maisha yetu katika huduma pia. Tukishikwa na neno la Mungu katika maisha yetu, tutakuwa watendaji wa kweli kweli wa neno lake, na tena tutastawi katika maisha yetu ya kiroho, hata maisha yetu ya kimwili. Tena tutakuwa imara hata katika nyakati za mitikisiko na mawimbi mengi yanayotupata maishani. Mwimba Zaburi katika Zaburi ile ya kwanza, ukianza mstari ule wa 2 na wa 3, anakaza anasema, mtu anayefurahia sheria ya Bwana
na kuitafakari usiku na mchana, huyo ni kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, unaozaa matunda kwa wakati wake na majani yake hayapukutiki. Huyu mtu ni huyu ambaye analiishi neno la Mungu. Ni huyu mtu ambaye neno la Mungu limetawala maisha yake. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, uwepo wetu hapa juma hili, Mungu akatushibishe kwa neno lake. Mungu akaseme nasi kwa lugha ya nyumbani, tumuelewe vizuri, tutafakari vizuri, ili neno lake lifanyike kuwa msaada katika maisha yetu ya kimwili, maisha yetu ya kiroho, na apate kutawala huduma yetu kupitia neno lake. Maana anasema wote watakaswe kwa ile kweli, na neno la Mungu ndio kweli. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neno la Mungu